nao ni wachache, ni takribani 37 tu katika watu milioni 67 wa nchi hii, na tulikuwa tunatakiwa tuwe almost neurosurgeons kama 30,000 kwenye nchi hii, kwa sababu ratio ni moja kwa watu 100,000, neurosurgeon moja kwa watu 100,000. Kwa hiyo hii sehemu ya WFNS International Global Surgery itaongelea hiyo pamoja na elimu, namna ya kuwasomesha madaktari wetu ndani na nje ya nchi, tutatumia njia gani, na tutaweza kuwapa kile kilichojiri kadri tunavyoendelea. Kwa tunaomba sana wananchi waungane nasi katika hizi camps, wale wenye matatizo ya kichwa, mgongo na mishipa ya fahamu. Tunaomba hospitali husika ziweze kutoa ruhusa kwa wataalamu mbalimbali wa afya wa upande wa neurosurgery, wale wanaokuwa ICU and neurocritical care, wa upande wa rehabilitation, watu wa physiotherapy, occupational therapy, speech therapy, kuhudhuria hizi pre-conference workshop ambazo zitatolewa na watu mahiri duniani katika tiba hii za kichwa, mgongo na mishipa ya fahamu. Kwa kusema haya machache, nawashukuru sana. Kwanza tunakumbushana vile vitu ambavyo ni basic, ambavyo ndio muhimu. Asilimia kubwa ya matatizo ambayo tunayo ni vitu ambavyo basic kwenye upande wa care ya neurosurgery, upatikanaji wake na namna ambavyo tunaweza tukavitumia effectively kwa ajili ya coordination. Lakini vile vile tutakuwa na talks mbalimbali ambazo zitaongelea namna ya upasuaji wa kisasa wa bila kutumia matundu, kutumia akili unde, ambavyo ni vitu vinavyokuja, lakini hizi ni high end surgery na ni very expensive. They save few, lakini wengi, majority ni vitu ambavyo ni basic ambavyo wanakutana navyo. Mtu ana damu kichwani, inatakiwa itolewe. Sili katika theater za kawaida ambazo tunazo katika nchi hii inaweza kufanyika hivyo. Kwa upande wa wagonjwa ambao sisi tunawapata hapa Moi, kwa upande wa wagonjwa katika sisi tunawapata hapa Moi au tunaopata kwa ajili ya matatizo ya kichwa, kama nilivyozungumza, asilimia 70 ni road traffic accident. Asilimia 30 zinazobaki ni wale fall from height au wanaodondoka toka juu kwenye magorofa, toka kwenye miti, na vile vile wengine toka kwenye maeneo ya kazi, ambao namba yao sio kubwa sana kama wale ambao tunao. Mnatambua wazi kwamba bodaboda inatumika kama chombo cha public transport. Watu wengi nadhani hata nyio labda wengine wamekuja kwa njia ya bodaboda, lakini hakuna regulations ambazo zimekuwa set kwa kutumika kama public transport mode of transport, kwa sababu ni rahisi na inapatikana na inakwenda haraka, haikai kwenye foleni. Kwa that's why tumeona tuanze na kundi hili kubwa. Unapokuwa na matatizo mengi, unaanza na yale makubwa, kwamba ukiyahiti pamoja utaweza kupunguza kwa kiasi kikubwa sana. Na tunatambua, labda nikuelekeze tu kwa wale ambao wanatoka pwani, kuna wale watu ambao ni kuvuna ile pombe ya kienyeji, mnazi. Kwa akienda kwenye mti wa kwanza juu kwenda kuvuna, anaonja kidogo, by the time akifika mti wa 20 kaisha lewa, anaanguka. Kwa hiyo tunawaona hapa wanakuja tu, sio kwamba wameanguka, wanakuja vivyo wamelewa, wananuka mnazi. Si jambo la kucheka, lakini haya ndio tunayoyaona hapa pia. Sawa. Kwa namba takriban wagonjwa nje kwa hapa Moi tunaona karibu 700, sawa? Na namba ambazo zinahusiana na ajali zinakuwa zinaongezeka kila siku. Tunatambua sasa usafiri wa bodaboda huko hadi kijijini, na center za neurosurgery ziko chache, na mainly kama ni hapa Moi. Kwa hiyo wengi wanakuja, wanaongezeka mwaka baada ya mwaka kulingana na nani yetu. Lengo kuu la kuongea na wananchi leo, kwanza ni kuwashirikisha stakeholder wote. Tunaamini stakeholder wote, ikiwepo na wale ambao wanapanda hizo pikipiki, na ndio maana tunawakaribisha kwenye hilo kongamano, na pale tutaongea nao pia. Lakini vile vile OSHA tumeweza kwenda, tumewasiliana na mkurugenzi mtendaji, nilikwenda na katibu in person. Watu ambao ni key stakeholders tumekwenda sisi wenyewe viongozi, na kwenda tumewapelekea barua, wanayo pale, and I hope mkurugenzi tumemwomba awepo. Lakini jeshi la polisi tayari tumeshapeleka barua na tumeshapata idhini, nao wamesema watashiriki kwenye hii. Lakini wananchi ndio hawa tunaongea, kwa sababu tunapoongea stakeholders wa pikipiki ni kuanzia watengenezaji wa barabara, ni kuanzia jeshi la polisi ambalo linalinda sheria ambazo zilizopo, na ndio linahusika katika mamlaka ya utoaji wa leseni na kuhakikisha zile sheria zinazoongoza uendeshaji zinafuatwa.
na sehemu nyingine kote. Kwa tumeshirikisha wa stakeholders wote, na lengo la hii press conference ni kuwashirikisha wananchi kama stakeholders kuweza ku raise awareness kwenye community na kuweza kujua kwamba kumbe kuvaa helmet kunanisaidia mimi nikipata ajali kichwa kitaweza kupona. Mguu tunaweza tukakuwekea bandia, lakini ubongo hauna spare, kwamba hatuna ubongo ambao tunaweza tukakuwekea kwamba either utakufa au utapata ulemavu wa kudumu. Sawa. Na studies zimeonyesha kwamba ukivaa helmet chance ya kupata severe head injury inapungua. Ni bora uvunjike mguu, uvunjike nini, lakini kichwa ni kitu ambacho kinahitaji kuangaliwa kwa undani kabisa. Kwa stakeholders wote tunawashirikisha, tumewapelekea barua wale key stakeholders, na wale ambao sio key stakeholders ndio tunaongea nao kwa njia hizi za media kuhakikisha kwamba nao wanashiriki. Lakini sisi sote tuna jukumu ya kupiga kelele mahali ambako tupo. Ni viongozi, ni kwamba hili taifa la kesho liwepo, ndio litakalojenga Tanzania ijayo. Tusije kuwa kama taifa la Japani ambalo leo lina wazee tu, hakuna watoto, lakini hili taifa tukilipoteza itakuwa hali ambayo ni mbaya. Nafikiri tutakapokuwa huko kwenye nani, wenzetu wataongelea registration ya pikipiki zinaongezeka kwa kasi kubwa sana kuliko hata registration ya gari. That's why wakafanya ile separation na registration system.